Rais William Ruto apigwa na mshangao wa moyo baada ya kuona kilichotokea katika eneo la Meru wakati aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua alikuwa na mkutano wa kisiasa. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua ameendeleza kampeni yake ya kisiasa kwa kishindo katika mji wa Maua, kaunti ya Meru, akilenga kuimarisha ushawishi wake katika ukanda wa Mlima Kenya kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mkutano wa hadhara uliowakutanisha maelfu ya wakazi na viongozi wa maeneo ya karibu unatajwa kama sehemu muhimu ya mpango mpana wa kisiasa wa Gachagua wa kurejea tena kwenye jukwaa kuu la uongozi wa kitaifa, huku Rais William Ruto akipigwa na butwaa. Katika mkutano huo, Gachagua alielezea bayana dhamira yake ya kuunganisha jamii ya Mlima Kenya, akiweka wazi kwamba analenga kuongoza juhudi za kisiasa za eneo hilo ili lisibaki nyuma katika maamuzi ya kitaifa. Ameendelea kujitambulisha kama kiongozi anayeonewa kisiasa kupitia mchakato tata wa kumuondoa mamlakani, hatua ambayo anaitaja kuwa sio tu dhulma binafsi bali pia jaribio la kuinyamazisha sauti ya eneo la kati mwa Kenya. Na katika wiki za karibuni, Gachagua ameongeza kasi ya mikutano yake na viongozi wa mashinani, wazee wa mila na vikundi vya vijana katika maeneo mbalimbali ya Mlima Kenya, na ni harakati hizi zinachukuliwa na wachambuzi kama mpango wa kujenga upya ushawishi wake wa kisiasa, hasa baada ya kile kinachoelekezwa kuwa ni uhusiano uliovunjika kati yake na Rais William Ruto aliyekuwa mshirika wake mkuu katika muungano wa Kenya Kwanza. Na katika muktadha wa siasa za kitaifa, mkutano wa Maua unaashiria mwelekeo mpya wa mivutano ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Gachagua kwa sasa akiwa nje ya serikali baada ya mchakato wa kumbandua, ameibuka tena kama sauti mbadala kwa wapiga kura wa eneo la Mlima Kenya, na kauli ya mikakati yake vinaonekana kuhamasisha hisia za kutengwa na kupuuzwa kwa eneo hilo, jambo ambalo linaongeza mvutano wa kisiasa kati yake na uongozi wa sasa wa taifa. Uungwaji mkono wa viongozi wa eneo hilo katika mkutano huu ni ishara kwamba Gachagua baada anayo nguvu ya kisiasa na anaungwa mkono na wanasiasa wa ngazi za mashinani ambao wamekuwa wakisisitiza haja ya eneo hilo kujisimamia kisiasa na kutokuwa mateka au ushawishi wa viongozi wanaotoka nje ya jamii. Na wachambuzi wa siasa wanatazama kwa makini mienendo hii kama dalili ya mabadiliko makubwa ya mwelekeo wa kisiasa kuelekea mwaka 2027. Kwa sasa kuna mvutano ulio wazi ndani ya Kenya Kwanza, na maamuzi ya viongozi wa Mlima Kenya yatakuwa na uzito mkubwa katika mustakabali wa kisiasa wa taifa. Kwa upande wake, Gachagua anaonekana kutumia uhalisia kuu kuimarisha nafasi yake kama chaguo la kweli la eneo hilo na katika mbio za urais au makubaliano ya kisiasa yajayo. Na kwa ujumla, ziara ya Gachagua Maua imethibitisha kuwa siasa za Mlima Kenya zimeingia kwenye awamu mpya ya mapambano ya ushawishi na uongozi, huku sauti ya upinzani kutoka ndani ya serikali ikipata nguvu. Mtazamo wake wa kurejesha hadhi na ushawishi wa jamii yake unazidi kupata uungwaji mkono, na kampeni yake sasa inachukuliwa kama moja ya vuguvugu vinavyoweza kubadilisha ramani ya siasa za Kenya katika miaka miwili ijayo.